Kishapu ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa serikali wa kuhakikisha energy mix inaongezeka. Mradi huu unaojengwa katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitegemea umeme unaosafirishwa kutoka maeneo mbalimbali kuingia katika gridi ya taifa. Ndugu wananchi, mradi huu wenye uwezo wa jumla ya megawati 150 unatekelezwa kwa awamu mbili kama nilivyokwisha elezea. Awamu ya kwanza tuliyopata megawati 50 na awamu hii ambayo tunakwenda kupata megawati 100, ambayo thamani ya mradi huu kwenye wilaya moja ya Kishapu ni bilioni 323. Ni fedha nyingi ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekeza kwa wananchi wa Kishapu. Kukamilika kwa mradi huu kutafanya kuwa miongoni mwa miradi mikubwa ya uzalishaji wa umeme jua nchini na kutaimarisha nafasi ya Tanzania katika kuimarisha matumizi ya nishati jadidifu barani Afrika. Aidha, napenda kuipongeza TANESCO kwa kuendelea kutekeleza mradi ya kimkakati ambayo inaendelea kuibadilisha taswira ya sekta ya umeme nchini. Pamoja na pongezi hizi, nielezee kwamba bado tuna safari ya kufikia megawati 8,000 mpaka ifikapo mwaka 2030. Na hivi tunavyoongea, ukiacha megawati hizi 100 na megawati 87 za Kakodo, tuna mradi wa gas to power, kuzalisha umeme kupitia gesi, mradi wa Kinyerezi 3 ambao utatuzalishia megawati nyingine 1,000 kabla ya mwaka 2030. Tuna mradi mwingine pale Mkuranga wa megawati 156 ambao nao utakuwa ni unatumia nishati ya gesi. Tuna mradi mwingine wa megawati 2,000 ambao tunatarajia na wenyewe tutaingia makubaliano muda si mrefu, ambao utatusogeza kufikia malengo ambayo Mheshimiwa Rais wetu alituwekea ya kufikia megawati hizi 8,000. Lakini pamoja na malengo tulionayo na kazi kubwa ambayo tunaendelea kuifanya, nitoe maelekezo yafuatayo kwa TANESCO. TANESCO ihakikishe mradi huu unasimamiwa kwa karibu katika kila hatua ya utekelezaji wake ili ukamilike kwa wakati. Na kwa taarifa nilizonazo, mradi huu unatakiwa kukamilika ndani ya miezi 17. Umeme wa jua kwa dunia nzima ni miongoni mwa vyanzo vya umeme vinavyoongezeka kwa kasi. Mwaka 2024 umeme wa jua ulikuwa unachangia asilimia 8 katika umeme wote duniani, lakini kwa sasa imeongezeka hadi kufika asilimia 9. Sasa wakati vyanzo kama makaa ya mawe vinachangia asilimia 34, umeme unaotokana na gesi asilia unachangia asilimia 21. Umeme unaotokana na maji yani hydro unachangia asilimia 14. Sasa umeme wa jua uko asilimia. Kwa hiyo utaona bado tuna safari, lakini uzuri ni kwamba chanzo cha jua kipo kwa wingi hasa katika nchi yetu. Baada ya Wizara hii ya Nishati tarehe 22 mwezi wa 4 kuwasilisha bajeti yake bungeni, ambapo waliomba trilioni 2.53 na katika hizo asilimia 97 takriban trilioni 2.46 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Imeweka rekodi kwa mara ya kwanza awamu ya 6 bajeti za wizara hii ya nishati zaidi ya asilimia 97 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na moja mradi huo ulikuwa huu awamu ya 2 megawati 100. Ndani ya muda mfupi wizara mmetukaribisha kazi nzuri inayoendelea na kuanza utekelezaji wa bajeti tuliyoipitisha bungeni, ambayo inaonyesha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 kuendelea kuifanya sekta hii ya nishati kuwa muhimili, lakini kana kwamba haitoshi, kujenga miundombinu ya usafirishaji kwa kiwango kikubwa. Tunaona miradi mbalimbali mpaka ngazi ya vitongoji, na sasa tunasema vitongojini kama mjini. Ongereni ya Wizara ya Nishati, ongera Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kamati yetu inafarijika, wizara hii haipoi. 24 ilisaini mkataba wa mkopo wa masharti nafuu na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, mkopo wa euro milioni 75.9 kwa ajili ya kutekeleza awamu ya 2 ya kituo cha kuzalisha umeme jua megawati 100. Mgeni rasmi, hatua zote kwa mujibu wa sheria za Tanzania kwa kushirikiana na mdau wa maendeleo AFD zimekamilika
na leo hii tunayo heshima kuutangazia umma kwamba tuko tayari kusaini mkataba wa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme jua awamu ya pili hapa Kishapu megawati 100. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwetu sisi wanajumuiya ya TANESCO na sekta ya umeme, mradi huu ni historia kubwa sana. Haijawahi kutokea tangu uhuru Tanzania ikawa na mradi wa umeme jua mkubwa wa kiwango hiki. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujalia na kutengeneza diplomasia ya uchumi na kupata wadau wa maendeleo wanaweza kuingia makubaliano na kutupa fedha hizi nyingi za kuweza kutekeleza mradi huu. Mradi huu utagharimu shilingi bilioni 204.4 fedha za Tanzania, na tutaingia mkataba na mkandarasi Sagemcom wa Ufaransa akiwa na kampuni tanzu ya kwake inaitwa Stegi International. Muda wa mkataba utakuwa miezi 17 kuanzia sasa, na baada ya kumalizika tutapata kipindi cha uangalizi cha miezi 24. Nina furaha kubwa na fahari kuona Ufaransa na Tanzania zikishirikiana. Mradi huu wa umeme wa jua utaleta nishati safi na ya uhakika kwa wananchi wa hapa. Huu ni ushirikiano wa kihistoria na wa maendeleo. Tanzania imebarikiwa jua jingi sana. Nishati ya jua ndio mustakabali wetu na ndio suluhisho la kulinda mazingira yetu. Kule Ufaransa hatuna jua nyingi kama hapa, lakini hivi karibuni tunapata mawimbi makali ya joto. Tuna mengi ya kujifunza kutoka Tanzania kuhusu jinsi ya kukabiliana na joto hili kali na kulinda jamii zetu. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, naomba nitoe salamu za dhati kabisa kwa mwenyekiti wetu na rais wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo mazuri ambayo yanaendelea kufanyika katika mkoa wetu wa Shinyanga. Utakuwa shahidi na wananchi hawa ulipokuwa unawaona wanacheza hapa. Sisi kwetu leo wana Kishapu na wana Shinyanga ni sherehe na ni historia. Hongera sana Daktari Samia, hongera sana Mheshimiwa Waziri. Niombe niseme, tumekuwa tukizungumza kila leo Mheshimiwa Waziri, tangu mkoa wetu wa Shinyanga uundwe hatujawahi kupokea fedha nyingi za miradi mbalimbali, matilioni ya fedha ikiwemo haya leo tunayo yashuhudia. Sisi tunaendelea kumshukuru rais wetu, mama yetu na mwenyekiti wetu kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa 100%. Tunaona kwamba mradi huu ni wa kwetu, tunaupenda na kuulinda. Amezungumza Mheshimiwa Salome Makamba kwamba tunaulinda na tutaendelea kuulinda kwa sababu ya namna ambavyo watekelezaji wa mradi huu wameweza kutuweka sisi kama Wanashinyanga karibu na wamewaweka wananchi wa wilaya karibu. Matokeo yake unaona wananchi wamejitokeza na wamewaweka karibu kwa namna gani. Tunaanzia na swala zima la local content ambalo Mheshimiwa Rais amelisemea sana, namna ambavyo miradi mbalimbali ndani ya nchi na uwekezaji mbalimbali ndani ya nchi unavyokwenda kuhakikisha kwamba fursa zinazopatikanika na uwekezaji huo zinakwenda kunufaisha wananchi katika eneo hili. Mradi huu ni ushahidi tosha wa implementation ya local content, lakini pia namna ambavyo corporate social responsibility projects kupitia mradi huu zimefanyika. Unaona namna ambavyo tunaona vitongoji 5 vilipata umeme, lakini pia wananchi wameunganishiwa umeme, wananchi 60, na ninaamini kwamba phase 2 wananchi zaidi wanaenda kuunganishiwa umeme. Lakini pia kwa wakulima pembejeo za kilimo wamepewa. Ndugu zangu, huu ni mfano ambao lazima tuusemee. Kwa namna ya kipekee tumeona skilled and unskilled laborers wamepewa fursa kwenye huu mradi. Yaani ndugu zangu ni kwamba mradi huu wamefika tu wale watekelezaji, baadhi ya
shughuli za msingi na muhimu katika eneo hili. Wametafutwa vijana ndani ya kata zetu na wilaya zetu hizi na hususan ndani ya kata husika kuweza kutekeleza miradi hii. Kuwakumbusha ndugu zangu wana Kishapu, kama ambavyo tumefanya awali kuulinda mradi huu kwa mapenzi ya dhati, basi tuendelee kuwapa wenzetu wa TANESCO ushirikiano na wakandarasi ambao wataendelea kuwa site kwamba mradi huu uweze kukamilika. Nikisema mimi namaanisha na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya.